Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu sana ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka kwa lugha nyepesi ya Kiswahili. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Wacha tu nikuombe kwa moyo mkunjufu, kama haujaweza kupiga subscription, chukua sekunde 1, 2, 3 kafanya hivyo, alafu sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi. Nimekuwa nikiwaimbia wimbo kwamba tusipoamka tutatawalwa kimabavu. Watanzania ndugu zangu, kumbuka kwamba kituo hichi kipo kwa minajili ya kuzungumza kwa niaba ya mwananchi. Mnaelewa, Tanzania vituo vyote vimenunuliwa na serikali, ndio huamua ni kipi cha kuchapisha na ni kipi cha kutochapishwa. Niliwaeleza kile kipindi cha maandamano ya mwezi wa 10 kwamba kama tunataka kulikomboa taifa letu la Tanzania, tuandamane mpaka tuhakikishe kwamba huyu Samia anakwenda nyumbani, kwa sababu tukimruhusu akae madarakani, sasa atarudi kutuwinda. Na sasa ameanza kuwinda wanaharakati na wananchi ambao wamekataa uongozi wa udikteta Tanzania. Hizi ni taarifa mbaya. Ni taarifa mbaya kwa mwananchi wa Tanzania mwenye amefunguka macho. Ninamaanisha nini? Mnamo siku ya Alhamisi tarehe 8 Januari mwaka 2026, Samia aliweza kufanya mabadiliko madogo ndani ya baraza lake la mawaziri. Akawatengua baadhi ya viongozi kama vile Simbachawene, akawaleta wengine kama vile Makonda. Bwana Makonda alichaguliwa na Samia Suluhu Hassan kama waziri wa habari, utamaduni na sanaa na michezo ndani ya Tanzania. Baada ya kuchaguliwa hata hajaweza kuapishwa, kwa sababu nilimuona Samia akisema kwamba wataapishwa tarehe 10 hapo tarehe 11 ndani ya ikulu ya Chamwino. Lakini kabla hajaapishwa, bwana Makonda ameweza kutoa taarifa mbaya kuelekea kwa Watanzania kwamba ukipatikana ukizungumzia serikali ya Samia kwamba ni mbaya, au ukianika taarifa ambazo ni muhimu za serikali bila ya leseni, unakamatwa, unawekwa kwa jela miezi 6 au ulipe faini ya shilingi milioni 5 pesa taslim za Tanzania. Sasa hivi nina imani kwamba mumeanza kuona sababu ambayo nilikuwa nawaambia kwamba kama tunataka kuleta mabadiliko ndani ya taifa letu la Tanzania, kile kipindi cha maandamano, huyu mama angeenda nyumbani. Lakini sasa tukamwacha kidogo, ameanza kuota pembe kubwa. Sasa ameanza kuota pembe mpaka sasa anataka kuzuia wanaharakati na Watanzania wasifichue taarifa za siri kuhusu uongozi mbaya Tanzania, kuhusu wizi na udikteta ambao unaendelea Tanzania. Sitaki nisungumze mengi. Tunaelezwa kwamba Paulo Christian Makonda, baada ya kuteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan akuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Tanzania, Paulo Makonda amekuja na sheria mpya. Kwa mujibu wa sheria hiyo, anaeleza kwamba mtu yeyote anayetoa au kuandika taarifa za serikali anatakiwa kuwa na leseni maalum, yaani
uende kwa serikali ya Samia, sijui ni TRA, sijui ni wapi, upewe leseni eti kwamba sasa wewe Ezra umepewa kibali, utakuwa unachapisha taarifa ambazo zinapingana na serikali. Uko na imani kwamba watanipea kibali? Hakuna, hawawezi. Serikali hii nilikueleza ndiyo inaamua yule ambaye anachapisha taarifa au zile taarifa ambazo zinachapishwa, kwa sababu wamegundua kwamba taarifa nyingi zimeanza kuchapishwa, taarifa nyingi zimeanza kufuja, na vyombo vya habari vimeweza kudhibitiwa ndani ya Tanzania, haviwezi vikachapisha taarifa ambazo ni siri ya serikali. Wanataka kuzuia Watanzania wasichapishe taarifa ambazo ni siri, jinsi ambavyo hii serikali inatumia pesa vibaya, jinsi ambavyo serikali hii inatumia mamlaka kuwaua wananchi, jinsi ambavyo serikali hii inauza mali ya Watanzania. Sasa tunaelezwa kwamba mtu yeyote anayetoa taarifa au kuandika taarifa za serikali anatakiwa kuwa na leseni maalumu. Mtu yeyote atakayekiuka agizo hilo atachukuliwa hatua za kisheria, ikiwemo kifungo cha miezi 6 jela au kulipa faini ya shilingi milioni 5 pesa taslimu za Tanzania. Amesema Bwana Makonda, nikimnukuu, alisema kwamba ni marufuku kuandika taarifa yoyote ya serikali kwenye mitandao ya kijamii au kuzungumza redioni bila kuwa na leseni. Mtu yeyote atakayefanya hivyo atakuwa ametenda kosa la jinai. Yaani, unaona venye mimi naanika hii serikali ya Samia hapa, iwapo ningekuwa Tanzania na sina kibali, mimi ni jela. Na unaelewa kwamba hii serikali haiwezi kukupea kibali kama haujaweza kuwapigia magoti. Watakupea kibali na wanunue YouTube channel yako. Unaona channel kama hii, ningekuwa Tanzania niende kuchukua kitu ambacho kinaitwa leseni, lazima waangalie YouTube yangu, waiangalie, waniambie sasa, wewe tutakununua, tutakupea pesa fulani, utakuwa unachapisha taarifa za Samia peke yake. Hauwezi ukachapisha taarifa ambazo ni kinyume na Samia. Hauwezi. Ukienda kinyume na hiyo unakamatwa. Sijui kama unanielewa mpaka hapo, mpenzi mtazamaji. Hizo ni taarifa ambazo zimeweza kutolewa na Bwana Paulo Christian Makonda, ambaye aliweza kuchaguliwa siku ya Alhamisi na Samia kama waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo ndani ya Tanzania. Sijui kama unanielewa. Na tunaelewa kwamba kabla ya Bwana Makonda kuchaguliwa kama waziri, alikuwa waziri msaidizi katika wizara hiyo hiyo ya habari, utamaduni na sanaa na michezo. Kwa hivyo Samia akaona kwamba yule ambaye alikuwa waziri hangeweza kuwauzia vitisho wa Tanzania. Sasa akaona Makonda ndiye mwanaume mwenye yuko na hizo vitu, unazielewa hizo zenye anazungumzia, mwenye atakuja kuwatisha wa Tanzania, si ndio? Makonda kabla hajaweza kutisha wa Tanzania, lazima ajue kwamba palikuwepo na Simbachawene kama waziri wa usalama wa ndani wa nchi. Sasa hivi tunamuita waziri mstaafu ama aliyekuwa waziri wa ulinzi wa nchi ya Tanzania. Kwa hivyo kabla hajaweza kutuletea vitisho ambavyo vinaonekana kwamba vinaenda kumkandamiza mwananchi, afikiria, tumie bongo. Kwa nini, mpenzi mtazamaji? Mimi ninaona kwamba lengo la hii serikali kuleta hizo sheria ambazo Bwana Makonda ameweza kusema kwamba ni marufuku kuandika taarifa yoyote ya serikali kwenye mitandao ya kijamii au kuizungumzia redioni bila kuwa na leseni. Mtu yeyote atakayefanya hivyo atakuwa ametenda kosa la jinai. Sababu kuu ya serikali kuweza kuleta sheria hizi, wanataka kupiga marufuku wale wanahabari kutoka Tanzania ambao wanachanganua taarifa ambazo zinaonekana kwamba zinapingana na serikali. Namba 2, wanataka kupiga marufuku wale ndugu zetu kama vile Maria Sarungi,
wanataka kupiga marufuku wale ndugu zetu kama vile wengi sana kwenye mitandao ya kijamii ambao wanaanika taarifa za ukweli kuhusu matendo mabovu ambayo yanatendwa na hii serikali, kwa sababu wamegundua kwamba taarifa hizi ambazo zinachapishwa ambazo huwa serikali hii imeweza kufanya kisiri ndizo zinachochea wananchi kuweza kuchukia Samia. Mfano, je, mnajua kweli ni ukweli kwamba Samia ameweza kuuza uwanja wa ndege wa Kilimanjaro? Ameuza kuelekea kwa Waarabu. Sasa hataki taarifa kama hizi ziweze kuchapishwa kwenye mitandao ya kijamii na ndugu zetu wa Tanzania. Kwa nini? Taarifa hizi zikichapishwa zinachochea ndugu zetu tu kwamba wanamchukia. Eti kwamba ndugu zetu watajua kwamba Samia ameuza kitu ambacho kinaitwa uwanja. Sasa kama ameuza, basi kama wanaona ni kitu kizuri, mbona anaficha? Je, mnajua kweli Samia aliweza kuuza bandari ya Bagamoyo kuelekea Saudi Arabia? Taarifa kama hizi ndizo hataki ziweze kuchapishwa. Anataka aweze kuchapishwa au taarifa ziweze kuchapishwa zile ambazo zinamsifu. Sijui Samia ameweza kuimarisha Tanzania licha kwamba yeye ameweza kuwaua Tanzania. Sijui kama mnanielewa wapenzi watazamaji. Mnajua kweli Samia aliweza kuuza Tanzara. Hataki taarifa kama hizo ziweze kuchapishwa. Na ndio maana wameweza kuleta sheria hizi mpya ambazo zinawaonya Watanzania. Eti kwamba kwenye mtandao wangu mimi wa Facebook bwana Eagle Ezra, kwenye mtandao wangu wa YouTube bwana mimi Eagle Ezra, kwenye mtandao wangu wa Instagram bwana mimi Eagle Ezra, siwezi nikachapisha taarifa kwamba Samia ameweza kuwaua Watanzania, na ushahidi tuko nao. Kwamba Samia ameweza kuuza viwanja vya ndege, na ushahidi niko nao. Eti ni kinyume kuzungumza taarifa ambazo ni za serikali. Eti kwamba ili mimi niweze kuzungumza hizo taarifa ni lazima niwe na leseni na kibali. Huu ni upuzi, na ni upuzi mkubwa. Viongozi hawa wanatuona kwamba sisi ni wajinga, lakini wacha wao waendelee kutuchokonoa, wacha wao waendelee kutuminyaminya. Ipo siku hasira za wananchi zitalipuka na watakwenda nyumbani. Sasa tutawapindua. Wanapaswa kushukuru hii nafasi ambao waliweza kuipata ya kusalia madarakani, lakini sasa wanaendelea kutuchokonoa, kutuminyaminya, kutufinya. Haki ya Mungu, hivi mimi ndio nimeweza kuambia, hatutaenda kuvumilia huu dikteta. Sisi wa Tanzania hatutaenda kuvumilia huu dikteta. Hatutaenda kuvumilia huu dhalimu. Tutachukua maamuzi ambayo yatakuwa ni maamuzi bora kwa taifa letu. Kumbuka kwamba sisi ndio viongozi wa taifa letu la Tanzania, sio hawa akina Samia. Sisi ndio kuamua. Yaani kitu ambacho wanataka kukiua kabisa ni harakati zetu sisi kutetea mwananchi mwenye anateswa na Samia. Eti ukikosoa serikali ni uhaini, ukikosoa serikali ni kosa la jinai. Huu ni upuzi. Sijui kama unanielewa wapenzi watazamaji. Lazima tusimame kwa makini, kwa pamoja, tukiwa pamoja tukatae udhalimu, udikteta kama huu. Kiongozi anachaguliwa alafu analala na mke wake kwa nyumba hivi, anafikiria kwamba kesho lazima nilete sheria ambayo itawakandamiza wananchi. Huo ni upuzi. Tukatae. Bwana Makonda Christian Paulo, huu ni upuzi. Lazima tukatae huu upuzi wapenzi watazamaji. Ni wangapi ambao tunakataa upuzi kama huu? Eti kwamba hatupaswi kuzungumzia kuhusu hii serikali, jinsi ambavyo inamtesa mwananchi, jinsi ambavyo wanauza mali ya mwananchi, jinsi ambavyo wanakopa madeni, jinsi ambavyo wanatuongoza kiudikteta.
tukatae udikteta huu kwa sauti moja. Mwenyezi Mungu awabariki.